Wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Kuna taarifa hapa ambazo zimeweza kutolewa na kituo cha kimataifa ambacho kinaaminika. Kituo hicho kimeweza kuripoti kwamba kuna mpasuko ambao umeenea kwenye serikali ya CCM Tanzania. Mpaka sasa imefika Samia Suluhu Hassan anataka kumuondoa madarakani makamu wake wa rais Dr. Emmanuel John Nchimbi. Kumbuka kwamba kile ambacho kiliweza kuitwa uchaguzi kiliisha mwaka uliopita. Hata miezi 10 haijaweza kuisha. Tena tunataka kushuhudia kitu kingine ambacho kinaitwa kuondolewa madarakani kwake Dr. Nchimbi. Sasa kituo hichi cha The African Report hapa nikikusomea kidogo haya mbili, kinaripoti kwamba Tanzania is Samia and Vice President Nchimbi square off rupturing the ruling party. Yani rais wa Tanzania Samia pamoja na makamu wake wamekosana, kitu ambacho kinaonyesha mpasuko ndani ya chama cha CCM. Sasa wanaeleza jinsi ambavyo waliingia madarakani. Tanzanian President Samia Suluhu Hassan and Vice President Emmanuel Nchimbi created the ticket that propelled her to a second term. But after tensions over the post-election killings and fractions post-political party cabal, the number 2 is now facing a risk of impeachment. Kaendelea kusema kwamba Vice President Emmanuel Nchimbi backing was critically to secure Samia Suluhu Hassan 2025 presidential ticket under the ruling Chama cha Mapinduzi. However, giving her a political lifeline came with a catch. Guarantees that will lock in Nchimbi's own presidential ambitions. Lakini unaona hapa, nilikuambia tutasoma haya mbili. Wanaeleza kwamba makubaliano yalikuwa Nchimbi aweza kumuunga Samia Suluhu Hassan mkono, kwa sababu Samia hakuwa na uungaji mkono, hakukuwa na wafuasi. Hata hivyo, baada ya Nchimbi kumuunga mkono Samia, walielewana kwamba baada ya Samia, Nchimbi ataingia kama rais. Lakini mpenzi mtazamaji, mambo ambayo yamechangia mpaka wawili hawa kukosana ni mengi. Hayo ndio tunataka kuweza kuyajadili hapa. Nimefanya uchunguzi wangu, nimesoma hii ripoti kamili ili tuweze kuyapakua na kuweza kuangalia iwapo Samia anafanya vema, ni kipi ambacho kimesababisha mpaka wamekosana. Sasa ukitaka kujua kwamba kuna mpango mzima wa CCM kumuondoa kabisa na kumfungia nje kwenye siasa Dr. Nchimbi, hivi majuzi uliweza kumsikia mbunge kutoka Zanzibar mwenye anaitwa Simai Mohamed Said akiibuka bungeni Tanzania akitaja kwamba kuna yuda ndani ya serikali ya Samia ambaye anasema kwamba Samia aliweza kumwamini lakini ameweza kumgeuka. Vile vile akasema eti kwamba huyu yuda ameanza kuzunguka nchini Tanzania akiwaaminisha kwamba hayati Magufuli alikuwa anampenda. Sasa huyu bwana Simai akauliza mbona kama alikuwa anampenda akamrusha nje ya taifa. Kumbuka kwamba kabla ya Nchimbi kukuwa makamu wa rais alikuwa balozi. Sasa ukiunganisha haya maneno ya bwana Simai utagundua kwamba alikuwa anamzungumzia balozi John Nchimbi. Leo anapita akitaka kutuaminisha sisi kwamba Rais Magufuli alimpenda sana yeye Yuda.
Kama alimpenda kweli, kwa nini bwana alimrusha huko nje ya dunia, huko alitupwa Yuda? Kauli hii ya mbunge wa Tunguu Zanzibar Simai Mohamed Said, ambayo sasa imeanzisha mjadala mkubwa sana nchini Tanzania. Kosa la mama ni wapi? Kwa sababu ya kumwamini mtu, kumbe ni Yuda. Hapa ndipo ungejulia, iwapo ulikuwa mtu ambaye anapenda siasa, hapa ndipo ungejulia kwamba mambo si mazuri ndani ya hii serikali. Kuna mvutano na mapigano ambayo yanaendelea chini kwa chini. Sasa kulingana na hii article ambayo imeweza kutolewa na kituo aminika cha The African Report, inaeleza kwamba sasa kuzungumza kwa huyu mbunge bwana Simai bungeni na kumuita Nchimbi kuwa yeye ni Yuda kulikuwa njia ya kuwaandaa wabunge kwamba kuna maneno mazito yatakayokuja na yanahitaji uwepo wa wabunge wa CCM. Mpaka nilimuona bwana Shado akiwaambia kwamba msianze kupigana sasa hivi, wakati huu ni wa kuchapa kazi. Kutoka hapo msije mkashangaa ni umeme umeweza kupotea, lakini mitambo yangu inapiga kelele. Sasa kutoka hapo ninaelezwa kwamba kuna hoja ya kutokuwa na imani na Emmanuel John Nchimbi, makamu wa rais, ambayo italetwa bungeni Tanzania, na huenda ikaletwa na huyu bwana Simai Mohamed Said. Huyu ni chawa wa Samia, na hoja hii ya kutokuwa na imani na makamu wa rais John Nchimbi, iwapo itapitishwa na kura nyingi za wabunge, basi mchakato mzima wa kuleta impeachment au kuanzisha mchakato wa kumuondoa madarakani Emmanuel Nchimbi utaanza. Lakini vile vile mnaelewa mchakato mzima ukianza utahitaji baraka zake Samia. Wacha niweze kuwaelezea hivi. Process ya kumuondoa makamu wa rais madarakani haiwezi kaendelea bila ya ridhaa ya rais. Sio vile ambavyo Samia anaweza akawaondoa mawaziri madarakani au mabalozi madarakani. Hapana. Kuondolewa kwa makamu wa rais kunahitaji ridhaa ya Samia. Na mimi ninaona kwamba Samia huenda akapitisha hilo, kwa sababu yeye na Nchimbi ni maji na mafuta. Na kulingana na hii article ambayo nimeweza kuisoma, wanaeleza kwamba yule ambaye anakadiriwa kwamba ni mbadala wake Dr. Nchimbi ni huyu ambaye anaitwa Daudi Albert Bashite. Huyu ni swaiba, rafiki wa karibu sana na Samia, na hivyo basi ameweza kupendekezwa kwamba iwapo huu mchakato mzima wa kumuondoa Dr. Nchimbi utakamilika, basi Daudi Albert Bashite atachukua nafasi ya nambari 2 kama makamu wa rais wa Tanzania. Vile vile mnaelewa bwana Bashite aliwahi husika, jina lake lilitajwa kwamba alikuwa miongoni mwa wale ambao walikuwa wanaratibu mauaji ya mwaka 2025 Oktoba 29. Sasa mtazamaji wangu, napaswa kuelewa hivi, sababu kuu kati ya Samia Suluhu Hassan na Dr. Nchimbi kukosana, mpasuko kuenea, ni unyama uliotendeka mwaka 2025 Oktoba 29, mahala ambapo wananchi wengi sana walitolewa uhai, wengine wakazikwa kwenye makaburi ya pamoja. Ndio tunaelewa kwamba atakana kwamba wote walijiapisha kwamba wao ni viongozi wa Tanzania hata kabla ya uchaguzi
ama kabla ya kile kilichoitwa uchaguzi wa mwaka 2025 Oktoba 29, unapaswa kuelewa kwamba punde tu Nchimbi alipochaguliwa kuwa mgombea mwenza wake Samia Suluhu Hassan, matatizo yalizuka na palitokea mtafaruko kati ya Samia na Nchimbi. Nikiwarejesha nyuma kidogo, Julai hivi, karibia Juni mwaka 2025, kama mnaelewa kile kipindi ambapo Padri Kitima aliweza kushambuliwa, CCM iliweza kuandaa mkutano wake mkuu wa kitaifa kwa njia ya mtandao, na ninaelezwa kwamba mada ilikuwa ni kuzungumzia kumuondoa Dr. John Nchimbi kuwa mgombea mwenza wake Samia Suluhu Hassan, na waweze kumweka Bwana Bashite. Lakini paka kuwepo na hoja kwamba miezi ambayo imesalia kabla ya uchaguzi ni midogo sana, na eti kwamba wakimuondoa Bwana Nchimbi kuwa makamu na mgombea mwenza wake Samia pangeleta matatizo. Ukiangalia tena kitu ambacho kinaitwa tume ya INEC ya uchaguzi ilikuwa imeanza maandalizi ya uchaguzi. Kwa hivyo mpasuko ulikuwepo baada ya Nchimbi kuchaguliwa kama mgombea mwenza wa Samia. Mpasuko hujaanza jana, ulianza kile kipindi ambapo aliweza kuchaguliwa. Lakini unapaswa kujua kilichosababisha zaidi Nchimbi na Samia kukosana, licha kwamba mnaona wanafurahia wanasalimiana na kufurahia kwa kamera, ni mauaji makuu yaliyotendeka Oktoba 29 mwaka 2025. Unajua, nyinyi hamwezi mkaelewa kuwa wanasiasa wanaweza wakacheka, lakini chini ya maji, nyuma ya pasia ni mengi ambayo yanapangwa. Angalia kama taifa jirani la Kenya mwaka 2024, nimefanya uchunguzi kidogo. Rais wa sasa wa Kenya Bwana Ruto alimuondoa makamu wake wa rais Gachagua. Kipindi ambapo aliweza kumuondoa Gachagua, walikuwa wanaonekana tu kwa televisheni wakiwa wanafurahia, wanacheka, lakini mswada wa kumuondoa Bwana Gachagua madarakani ulifikishwa bungeni kwa ridhaa ya rais wa Kenya. Kwa hivyo unaweza ukaona Nchimbi na Samia wakiwa wanacheka, lakini chini ya maji mambo ni mengi ambayo yanazidi kupikwa. Kwa hivyo Nchimbi hakuridhishwa na mauaji ya Oktoba 25 mwaka 2025, Oktoba 29. Kwa hivyo vile hiyo ndio sababu ya kwanza, kulingana na kile ambacho nimeweza kukisoma hapa, kwamba Nchimbi hakufurahia na hakuridhishwa na mauaji ya mwaka 2025. Sijui kama unanielewa. Vile namba 2, sababu kwamba inafanya mpaka serikali inataka kumuondoa Bwana Nchimbi, wanaeleza kwamba Nchimbi amekuwa akipinga kila hatua ambazo Samia anazipiga. Hatua zipi? Za maendeleo? Hapana, sio hatua za maendeleo ambazo Nchimbi anapinga. Ukiangalia hapa nyuma, Samia na vibaraka vyake na machawa wake wamekuwa wakisponsor, wakinunua vijana, wakipitapita, wakiandamana, wakichora taswira kwamba waliouawa walikuwa wamelipwa na wanaharakati kuweza kuandamana, wakisema kwamba walioandamana walikuwa wamelipwa na washirika mbalimbali wa kimataifa, kwa hivyo walikuwa wanapaswa kuuawa. Lakini Dr. Nchimbi yeye amekataa hilo. Amesema kwamba serikali haipaswi kutengeneza taswira kwamba waliouawa sawa sawa, kwa sababu
walikuwa wamelipwa. Njimbi anaambia serikali kwamba mnapaswa kuonyesha masikitiko, mnapaswa kuonyesha wananchi kwamba ndio kilichotokea kilikuwa kibaya na tumesikitika, tunaomba kisije kikajirudia. Lakini Samia na watawala kama vile akina Kikwete, wao wanapendekeza kwamba waliouawa waliuawa vizuri kwa sababu walikuwa wamelipwa. Vile vile Njimbi anapingana na mambo ya utekaji, anapingana na mambo ya ulawiti pamoja na utekaji. Namba 3, kilichosababisha mpaka mimi ninaaminia kwamba hawa viongozi wamekosana ni siasa za urithi za mwaka 2030. Kuna viongozi wengi ambao wanataka kuja kugombea kiti cha urais, ikiwemo nani unajua? Mwigulu Nchemba. Wako na hiyo azma, akina Bashite. Hawamtakii bwana Njimbi aweze kuingia kwenye hizo viatu ama hivyo viatu vya rais. Kwa hivyo wanataka kumkomoa na kumblock, kumzuia asije akagombea hicho kiti. Je, watafanya kwa njia gani? Watamuimpeach, watamuondoa madarakani through impeachment, na ukiondolewa kwa impeachment hauwezi ukagombea. Nilimuona Ado Shado juzi tu alipokuwa na wajibu wa bunge wa CCM kwamba msituletee vita vyenu vya siasa za mwaka 2030 bungeni. Leo anapita akitaka kutuaminisha sisi kwamba Rais Magufuli alimpenda sana yeye Yuda. Kama alimpenda kweli, kwa nini bwana alimrusha huko nje ya dunia huko alitupwa? Yuda, kosa la mama ni wapi? Kwa sababu ya kumwamini mtu, kumbe ni Yuda. Waomba wabunge wa Chama cha Mapinduzi, homa yenu ya siasa kuelekea 2030 isiharibu majadiliano ya bunge hili. Nimeambiwa na wengine wanazungumza urais wa mwaka 30. Mwaka 30 leo tumemaliza uchaguzi mwaka jana. Sasa situjenge kwanza nchi. Sasa mtazamaji wangu, ni mengi ambayo yanazidi kupikwa ndani ya hii serikali ya Samia, ndani ya hii serikali ya mauaji iliyoingia madarakani kwa kuwaua wananchi. Cha msingi tu ambacho unapaswa kufanya ni kusubscribe, ueneze hii kanda na uweze kuwasha hicho kengele, ili mradi pindi tu tutakapokuwa tunaachia kanda unaipata kwa urahisi. Lakini unapaswa kujua mambo ni zaidi ya matatu ambayo yamefanya viongozi hawa wamekosana. Namba 1, jambo la kwanza ni hawa viongozi kukosana kuhusiana na mauaji ya Oktoba 29 mwaka uliopita. Njimbi amesema kwamba hakuridhishwa na mauaji yale. Sasa Samia anaona kwamba ameweza kusalitiwa, na ndio maana unaona walimuita Yuda. Namba 2, serikali inasema kwamba Bwana Nchimbi anapingana na kila juhudi za serikali ya Samia, na ndio maana umeona wamemuita Yuda. Eti serikali ilimwaminia Samia, alimwaminia, sasa hivi ameweza kugeuka Samia. Sasa itakuwaje? Serikali inasema kwamba waliouawa walipaswa kuuawa, Njimbi akikataa wanamuita Yuda. Namba 3 ni siasa za urithi za mwaka 2030. Sijui wazo lako ni lipi? Kama uko na hoja nyingine weka hapa chini tuweze kuisoma. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra.